Talk means all times outreach and training charge. Ziko ishara ambazo ukiziona ni Roho Mtakatifu yuko anakujuza jambo fulani. Nitakusomea maandiko kwa lengo la kwamba uelewe kwamba ndivyo ilivyo, lakini nitaenda kwenye pointi ambayo Mungu anataka uijue. Kitabu kile cha Mathayo sura ya 16 kuanzia mstari wa kwanza hadi wa 12 tunaona jinsi ambavyo Mungu anazungumza Yesu mwenyewe kwa habari ya ishara za zamani zijazo. Anasema hivi: wakamjia Mafarisayo na Masadukayo, wakamjaribu wakimwomba awaonyeshe ishara itokayo mbinguni. Akajibu akawaambia, ukiwa jioni mwasema kutakuwa na kiangazi, kwa maana mbingu ni nyekundu, na asubuhi mwasema leo kutakuwa na dhoruba, kwa maana mbingu ni nyekundu, tena kumekutana. Enyi wanafiki, mwajua kutambua kwa mbingu, lakini je, ishara za zamani hizi hamwezi kuzitambua? Kizazi kibaya na cha zinaa chataka ishara, wala kitapewa ishara isipokuwa ishara ya Yona. Akawaacha akaenda zao. Unataka kumsikia Mungu kwa ishara? Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Angalia Kutoka 3:1 hadi 4. Kutoka sura ya 3 mstari wa kwanza hadi wa 4. Kutoka sura ya 3 mstari wa kwanza hadi wa 4, Biblia inasema, basi huyo Musa alikuwa akilichunga kundi la Yesu mkwewe kuhani wa Midiani, akaliongoza kundi nyuma ya jangwa, akafika mpaka mlima wa Mungu hata Horebu. Malaika wa Bwana akamtokea katika mwali wa moto uliotoka katikati ya kijiti. Akatazama na kumbe kile kijiti kiliwaka moto, nacho kijiti hakikuteketea. Musa akasema, nitageuka sasa niyaone maono haya makubwa, na sababu kijiti hiki hakiteketei. Bwana alipoona ya kuwa amegeuka ili atazame, Mungu akamwita kutoka katikati ya kile kijiti akasema, Musa, Musa. Akasema, mimi hapa. Lakini mbona kile kichaka tangu kinawaka ni vile vile? Akajua hii ni ishara. Amen. Hapa Mungu anasema na mimi. Amen. Alipotia maanani kusema kugeuka, manake alipoweka moyo wake kutazama kwa ufasaha. Alipogeuza nia akaachana na mifugo na kusema nichunguze vizuri, ndio maana ya kugeuka. Alipoona amegeuka, Mungu akasema naye. Kumbe Mungu alikuwa anaonyesha vile ili aseme, usione mambo fulani katika maisha yako ukafikiri kawaida tu. Kuna mengine ni ishara. Unaona ugonjwa upone. Mwaka wa kwanza, mwaka wa pili, mwaka wa tatu, mwaka wa 4. Hapo ujue kuna jambo linatendeka. Kuna kitu kinazungumza. Hiyo ni sauti. Mambo ambayo yanakutokea ndugu yangu, sio kila jambo unaliacha unasubiri ndoto. Mengine muulize Mungu, kwa nini imetokea hivi leo? Kwa nini imetokea hivi katika familia yangu? Kwa nini imetokea hivi kwangu? Kwa nini imetokea hivi kwa mke wangu? Kwa nini imetokea hivi kwa watoto wangu? Utakuta Mungu anaonyesha ishara za nyakati unazopitia, ishara za majira uliopo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hapo tumeona wazi, tumesoma wote. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kuna mstari sitausoma hapa. Mwanzo 41. Utaanzia mstari wa kwanza hadi 57. Ukifika nyumbani ukiweza utasoma. Au siku yoyote ukipata muda soma. Mwanzo 41, 1 hadi 57. Ni story moja, ni jambo moja tu linazungumzwa hapo. Na jambo lenyewe linalozungumzwa hapo ni Farao mfalme wa Misri
ameota ndoto mbili, zikamfadhaisha, zikamkosesha amani. Akatafuta watu wamsaidie kutafsiri ile ndoto, wakakosekana. Ndipo akatokea mtu mmoja akamwambia, kuna mtu yuko gerezani, amefungwa na Potifa kule. Yule tuliota ndoto akatutafsiria, kamtafute. Utajuaje hii ndoto ni Mungu anazungumza? Inakusumbua ukiamka, inarudia tena. Inarudia tena, mbili, inakusumbua utake tafsiri. Kama ilivyo msumbua Farao, kama ilivyorudia kwa Farao. Kwa Farao ilirudia tena na tena, na ikamsumbua moyo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuna mtu ananielewa? Amen. Kuna mtu ananielewa? Amen. Sasa tunaona kwamba anamwambia tafuta mtu mwenye hekima. Tafuta mtu mwenye hekima afanye hiyo kazi. Huko siendelei, unajua kilichotokea. Lakini nataka kufundisha kwamba kumbe angepuuza zile ndoto, nchi ya Misri ingeangamia kwa njaa. Roho Mtakatifu anataka tukue viwango na tumjue sana, kiasi ambacho hata mambo yanayotokea kimwili yakikustua, usikubali yaende zake, yarudishe kwenye maombi, mwambie Mungu, kwa nini hii? Nitakuonyesha kitabu cha Yohana sura ya 9 mstari wa 1 hadi wa 9. Wanafunzi wanamuuliza Yesu, wanafunzi wake wakamuuliza wakisema, Rabi, ni yupi aliyetenda dhambi, mtu huyu au wazazi wake, hata azaliwe kipofu? Yesu akajibu, huyu hakutenda dhambi wala wazazi wake, bali kazi za Mungu zidhihirishwe ndani yake. Kuna wakati ndugu yangu mambo yako yanavurugika kwa sababu kuna kazi Mungu anataka kudhihirisha ndani yako. Kuna wakati ndugu yangu mambo yako yataenda kwa sababu Mungu anataka kufanya jambo ndani yako. Uwe mwepesi wa kurudi nyuma na kujiuliza, kwa nini mambo haya yanakwama au kwa nini mambo haya yanafanikiwa? Tunamwona Yusufu alipelekwa wapi? Kufungwa gerezani bila kosa lolote. Lakini ni Mungu alikuwa anamsukumizia mahali pazuri. Mahali pazuri. Na angalia kitabu cha Luka sura 21 mstari wa 29 mpaka 33. Akawaambia mfano, tazameni mtini na yote, wakati ishapo kuchipuka, mwaona na kutambua wenyewe ya kwamba majira ya mavuno yamekwisha kuwa karibu. Nanyi kadhalika, mwonapo mambo hayo yanaanza kutokea, tambueni ya kwamba ufalme wa Mungu ukaribu. Amini nawaambieni, kizazi hiki hakitapita hata hayo yote yatimie. Mbingu na nchi zitapita, lakini maneno yangu hayatapita kamwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Cha Mhubiri sura ya 3 mstari wa 1 hadi wa 8. Mhubiri 3:1 hadi 8. Kitabu cha Mhubiri sura ya 3 mstari wa 1 hadi wa 8. Biblia inasema, kwa kila jambo kuna majira yake na wakati wa kila kusudi chini ya mbingu, wakati wa kuzaliwa na wakati wa kufa, wakati wa kupanda na wakati wa kung'oa yaliyopandwa, wakati wa kuua na wakati wa kupoza, wakati wa kubomoa na wakati wa kujenga, wakati wa kulia na wakati wa kucheka, wakati wa kuomboleza na wakati wa kucheza, wakati wa kutupa mawe na wakati wa kukusanya mawe, wakati wa kukumbatia na wakati wa kutokukumbatia, wakati wa kutafuta na wakati wa kupoteza, wakati wa kuweka na wakati wa kutupa. Ndio. Unaona anachosema, anasema kila mtu ana majira yake anapitia. Tena anasema kuna majira mengine ni ya kupanda. Haikani
atapanda baa, mwingine atapanda gesti, mwingine atapanda kanisani, mwingine atapanda kwa ndugu wa mwilini, mwingine atapanda. Kila mmoja anapanda muda huo, utapanda. Biblia inasema sasa huja majira ya mavuno. Yule aliyepanda kanisani atalipwa baraka za Mungu, na yule aliyepanda baa atalipwa laana za Mungu. Unajuaje hizi ni saa za kupanda? Haukai ukatulia. Ndio sasa nipige kasamaki kangu, wageni hao wawili hodi. Jana nimekula mchicha hakuna hodi. Juzi nimekula njaa hakuna hodi. Leo nimepata kasamaki aka kamsini. Tena nimepewa na mtu hodi. Wametoka wapi? Kwani hapo Kigoma? Samueli wa pili 21 mzee mstari wa kwanza kama 4. Kulikuwa na njaa siku za Daudi muda wa miaka 300, mwaka wa kwanza. Naye Daudi akatafuta uso wa Bwana. Bwana akasema, ni kwa ajili ya Sauli na kwa nyumba yake yeye damu, kwa kuwa aliwaua au wa Gibeoni. Mwaka wa 3 ni hivyo. Ndipo Daudi akamlingana Mungu. Mwambie jirani akamlingana Mungu. Maana ya kumlingana Mungu ni kumtafuta uso, kufunga na kuomba. Unasikia? Akamuuliza kwa nini njaa hii? Ndipo Mungu akamwambia Daudi, ni kwa sababu Sauli aliwaua wa Gibeoni. Damu ya wa Gibeoni inadai kisasi katika nchi. Na ndio maana mkilima hamvuni, nchi imelaaniwa. Tunajifunza kwa Daudi, alikaa akajua hata hii si kawaida. Kwa nini haya mambo yananitokea? Uwe na akili ya kujua unapokuwa na Roho Mtakatifu, uwe na uwepesi pia wa kutambua ishara. Bwana Yesu asifiwe. Akasema sasa nifanyeje sasa? Nifanyeje? Akamwambia cha kufanya ni kitu kimoja. Bwana Yesu asifiwe. Waende wa Gibeoni waulize, mume tusamehe kwa lile jambo Sauli alilolifanya? Akaenda wa Gibeoni wakasema, hatusamehe mpaka uwaue watoto wa Sauli, tena uangike juu kama samaki. Hapo bila hapo hatusamehe. Akaagiza waangikwe, wauawe na waangikwe. Kwa sababu wa Gibeoni wana kisasi, damu imemwagika katika nchi. Kumbe hakuzungumza Mungu na Daudi, na wakati alikuwa rafiki mzuri wa Daudi, alikuwa mwema kwa Daudi. Inawezekana sasa Mungu azungumzie na mimi, labda nimerudi nyuma kidogo. Daudi alikuwa best friend wa Mungu, lakini Mungu hakuzungumza. Mungu alionyesha ishara tu. Mwambie ishara tu. Kumbe hizo ni na ukiona alikumpia kuna kitu Mungu yuko anakufundisha, ni wakati pia. Hebu kaa na Mungu, hebu kaa na Roho Mtakatifu. Hebu nielekeze na maarifa. Nimesikia wewe ni mshauri wa ajabu. Nimesikia wewe ni Mungu mwenye nguvu. Nielekeze hapa, mshauri wa ajabu anakwambia usione ugumu huu unajaribiwa. Na siku za ugumu wageni hivi. Ukiona wahitaji wanaanza kufululiza kwako, ni ishara. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nitakupa ishara chache hapa nimalize. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Angalia Wafalme wa kwanza sura ya 17 mstari wa 8 na 10 hadi 16. Wafalme wa kwanza sura ya 17 8 hadi 16. Utanisomea hata mistari mitatu tu ya mwanzo, 8 angalau hadi 9 10 hapo. Angalia kilichoandikwa. Utamkuta mama wa Saleta, mjane. Tena unamkuta Elia anatumwa na Mungu, anaambiwa nenda, nimeandaa mwanamke mjane akulishe. Mwambie jirani, mwanamke mjane akulishe. Yaani huyo mwanamke jinsi anavyoonekana hawezi kutafuta chakula. Huyo mwanamke jinsi anavyoonekana hawezi kujipambanua. Leo unamwagiza mtu kwa mwanamke akali. Tena sio mwanamke tu, mjane. Ishara. Soma. Neno la Bwana likamjia kusema,
ondoka uende Sarepta ulio mji wa Sidoni, ukae huko. Tazama, nimemwagiza mwanamke mjane wa huko akulishe. Mjane huyu hakuwa tu mjane, inawezekana hujasoma vizuri. Mwanamke hajui kutafuta. Pili, mjane hana mume. Tatu, amebakiza unga kidogo. Sema unga kidogo. Mwambie jirani unga kidogo. Ndicho andiko. Sio kwamba alikuwa na gunia. Unga kidogo. Jifunze kutoa kipindi kigumu. Jifunze kutoa kipindi kigumu. Yawezekana mengine ni ishara za Bwana ili aje akubariki. Anataka kuona moyo wako. Nikikupa vingi itakuwaje? Una chumba na sebule, wageni hodi, anataka kuona akikupa nyumba ya vyumba 6 utakaribisha wageni? Utakaribisha wageni kweli? Sasa chumba na sebule, wageni hodi. Nasema atakaye wanywesha angawa kikombe kwa kuwa ni watumishi wangu, haitapita thawabu yake. Biblia inasema mdogo hubarikiwa na mkubwa, sio umri. Mamlaka za kimungu zinazidiana. Sawa? Anasema hivi, kuna bwana mmoja alikata rufaa. Sema alikata rufaa. Akaingia mbinguni moja kwa moja, akamwambia roho Ibrahimu, mtume Lazaro huyo aende kuambia ndugu zake, asema wewe wale walioko kule wana thamani kuliko Lazaro huyu. Wasiposikiliza wale, yani hata mimi mwenyewe Ibrahimu niende hawatanisikiliza. Sina mamlaka walionayo wale. Wakiwapo duniani wana mamlaka kubwa. Aliwajibu, hawa mjasoma. Hamjasoma? Inawezekana mwenzangu naambiwa, kaa hivi, wewe uko mbele za Mungu. Wahi ibada, kesho nimefunga, niko mbele za Mungu. Kufunga ndio unamtisha Mungu kwa kufunga. Watu wanakuambia wahi ibada. Watu wanakuambia kesha. Kesho na mkesha wangu. Mkesha wako. Unafikiri utapenya uende mbele za Mungu. Mungu amekwambia, amekupa Musa na manabii. Usiposikiliza hao, hata kama ukakate rufaa, Mungu hatasikia maombi yako. Na ndio maana nimekwambia uwe makini na watumishi wa Mungu. Sio watu wa mchezo kama unavyozania. Na ndio maana wamebeba mateso, wamebeba vilio, nyumba zao zina mapito magumu kwa ajili ya kusimama mbele za watu. Hana hata habari ya kujua kwa nini imeagizwa mkesha. Kwa nini? Mimi siendi leo. Uendi alafu Jumatatu unaanza maombi. Hayo maombi atakusikia nani ya roho? Wakati unao Musa na manabii duniani umeshindwa kuwasikiliza. Unaenda kwa Mungu kaongee naye. Huyo Mungu utamuona wapi wakati Musa na manabii unao hapa? Sasa anakata rufaa naenda, baba Ibrahimu. Kule wana watu. Wasipowasikiliza ndo kwa heli. Na wewe inawezekana wewe uko na baba Ibrahimu, si ndio? Si ndio? Tuna maombi yako yanaanza kesho ya kufunga na kuomba, lakini Jumatano huji. Lakini mkesha wa Jumanne huji. Ila una maombi yako ya kufunga na kuomba mchana, si ndio? Si ndio wewe wa baba Ibrahimu? Jifunze. Na kama hayawezekani, kaa naye mtumishi. Hizi ratiba zako ngumu, kwani unazipata kwa Mungu, mbona zinakinzana? Atakuombea kwa Mungu, Mungu atasema utaratibu mzuri kwako. Usiende kama mlevi, unajua mimi yakinishinda tafunga na kuomba. Wewe, kuna watu walifunga na kuomba wakaishia kufa na vidonda vya tumbo. Mtakatifu ana mzigo mzito. Tunavyoongea leo kuna watu hawataki wokovu ila wanafunga. Hawataki wokovu ila wanakesha. Hawataki wokovu ila wanatoa sadaka. Hao nao tunasema wanampa nani? Wanajitwika mizigo mizito ambayo haina malipo. Na unajiona wa thamani. Mungu anasema hatutahesabiwa haki kwa sheria, bali kwa imani katika Kristo Yesu. Mwambie imani katika Kristo Yesu. Kristo Yesu ni nani? Imani, amini unayotangaziwa, amini unayoambiwa na Kristo Yesu. Na Kristo Yesu leo ni nani? Bwana Yesu asifiwe. Weka imani kwa yale Kristo Yesu anakuambia. Kristo anakuambia nini wewe?
Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wanataka Kristo awe nani? Yale maandiko ya Paulo ndo Kristo. Ndo Kristo wako. Umesahau kwamba andiko linaua. Mtoto mmoja nimemtembelea. Wewe, kwa nini uko hivi? Hivi uone kama unaangamia. Unapokaa bila mchungaji unajisikiaje? Safi. Nani atakuchunga? Biblia. Biblia inachunga mtu. Yaani vile inavyoandikwa kwa Kiswahili, unajua unaielewa sana. Hujaielewa Biblia. Kuna mtu alienda ATM, anaona watu watumeka kadi chui, hela mwingine chui, hela akasema mtindo wenyewe ndio ule, akaenda akashika kibatibati. Na yeye chui kikaenda. Hela haziji. Hela haziji. Ndio wewe. Mbona fulani amesoma Biblia na mimi ngoja nichukue nisome. Wewe. So kila neno la Kiswahili utalielewa. Lingine linahitaji password. Sasa angalia vile vikolokolo vikodi vibatibati tu. Mtu anatumeka chui hela kazi yenyewe ndio ile. Kibatibati kimekali kile hivi. Hapo kila rangi akasema leteni rangi hapa. Sasa kibatibati akapaka rangi. Akakigeuza ndio hiki. Twi hicho hela hamna. So kila Biblia unaweza ukaisoma na kuielewa. Bwana Yesu asifiwe. Huyu anaielewa kwa sababu ana mchungaji. Huyu anaielewa kwa sababu ana imani. Huyu anaielewa kwa sababu anakaa chini ya mikono ya watu. Sema watu. Sema watu. Watu wanamwambia kuna hili. Watu wanamwambia kuna hili. Anasema ndio. Wewe nawe hauna hata mtu kukaa chini yake. Wewe ndo Mungu, wewe ndo malaika, wewe ndo Roho Mtakatifu, wewe ndo mtu. Umeshainunua Biblia na wewe unafunua. Wewe mule ndani utakuta visasi. Utakata ukitoa humo ndani ni kumwombea mtu afe. Utaifunua hivi unakuta Zaburi. Nafsi yangu. Mungu nilipie kisasi kwa adui zangu asimani. Wenyewe si ndo haya tena. Na maadui wenyewe ni mama Soteli hapo. Lazima afe. Biblia imekuagiza. So kwa sababu gani? Hauna mlinzi, hauna mchungaji. Na mwingine nishakaa kanisani. Hata ukae miaka 100 kanisani. Hata ukae miaka 200 kanisani. Kama kitu huna. Anasema kidole hakiwezi kuwa jicho. Kimekaa kwenye mwili miaka mingapi? Hiki kidole kina miaka zaidi ya 30 kwenye huu mwili. Hakijawahi kuwa jicho. Unanielewa? Amen. Jifunze kujua vipawa vinapokuja kukuambia jambo la kimungu. Mashemasi pia mwe makini. Hakuna mtu ana vita namba 2 katika kanisa kama shemasi. Wa kwanza kwa vita mchungaji anapigwa usiku na mchana. Wa pili ni shemasi. Kwa sababu shemasi hana ratiba. Shemasi umpage atahudumu lini. Shemasi kila ibada ni yake. Kwa najua tukiwekeza kwa shemasi tumepata ibada. Shemasi ana uwezo mkubwa sana wa kuamuru mapepo yaingie ibadani au yasiingie. Wewe unanielewa? Shemasi ana uwezo akawa punda wa majini yakaingia kwake na yakavuruga. Shemasi ndiye wa pili kwa vita kuliko hata mzee wa kanisa. Inawezekana mzee wa kanisa unielewe hapo pia. Shemasi hana ratiba. Shemasi hapangi unahudumu lini. Shemasi kila ibada ni yake. Kama mchungaji, kila ibada ni yake, inamuhusu. Awe rohoni au awe mwilini. Awe na pepo awe safi. Vinginevyo Mungu amtoloi. Kamwambia toka hapa, utakufa wewe. Amponye kwa kumuondoa kwenye hicho kiti. Vinginevyo shemasi ni mlango mkubwa, na ndio maana vita kubwa itampiga mchungaji, itampiga shemasi. Ukiona faida nyingi au hasara katika maisha yako, ghafla
Ukifanya hiki hasara, ukifanya hiki hasara, ukifanya hiki hasara. Hasara ndio zinakuandama tu. Kuna ishara. Au hivi na hivi faida. Pia ukiona faida nyingi au hasara sana, kuna jambo. Sawa wapendwa? Amen. Na hapo tutamsoma Daudi jinsi alivyoona hasara kubwa katika nchi ya Misri, Samueli wa pili 21:1 tuliyoisoma, na akajua hapa hii hasara inayoendelea kuna jambo. Lakini namalizia, ukiona matukio ya kujirudia ujue jambo hilo unalisababisha wewe. Unanielewa? Kama ni zinajirudia mambo yanayojirudia katika ndoa yako, katika familia, ukiyasahau yamerudi, yakijirudia sana, maana yake Mungu yuko anakwambia sababu ya hayo ni wewe. Na hili nalo unatakiwa uwe na akili ya kulijua. Wiki hii mlikuwa na kesi na mke, yamesuluhishana, yameisha. Mnasuluhishana, yameisha. Wiki ijayo tena ndo. Yaani hakuna wiki, hamna amani, yote itaisha. Uwe sababu ni wewe. Mungu anakuwa yuko anakufundisha kwa ishara kwamba hiki kitu unakisababisha wewe. Utajuaje kwamba unasababisha wewe? Yanajirudia. Kama ni matatizo ya familia, yanajirudia. Rudi nyuma, yanajirudia, tulia. Mnasuluhishana, vimetokea tena. Mnaendelea, yanatokea tena. Kaa ujue. Haya yanayojirudia mara kwa mara, maana yake Mungu yuko anakuambia, mwanangu, shida ni wewe. Wana wa Israeli wanaenda. Biblia inasema mwaka kesho wanajikuta wamerudi pale. Kumbe walikuwa wanazunguka kiduara. Wao hawajui. Eti wako hapa, wanaenda wapi? Kanani. Kanani ni huku, sawa pendwa? Kanani yenyewe kibarabara kinachoenda, kikaenda kibarabara, kinaenda kibarabara. Wako wanaenda Kanani hapo. Wanajikuta tena wako hapa. Kuna barabara inanyoka. Wakaenda tena, wanaenda Kanani. Kanani yenyewe ya kufika kwa siku 4 tu. Misri mpaka Kanani siku 4 kwa kutembea kwa mguu. Siku 4 umefika. Lakini wao wanatembea miaka 40. Wako pale. Kumbe Mungu alitengeneza kiduara tu. Maana yake walikuwa wanasababisha wao kutokufika kwa sababu ya manunguniko yao, kutokuamini kwao, ndiko kulikofanya duara.